Kumekuwa na upuuzi unaoendelea kwenye nchi ya 254, nchi ya Kenya. Samani kama ndakuwa nafikiri nimetumia kauli ambayo huenda kwa Wakenya pia wakaona kama ni mawakela, lakini swala ambalo pia nimeweza kuliona kwenye mitandao ya kijamii kwa baadhi ya Wakenya ambao muonekana pia kuwa na utofauti na rais wa nchi ya Burkina Faso, yani Rais Ibrahim Traore. Sijajua amewakosea nini, sijajua alisha kufanyia kitu gani, lakini mpaka sasa tunajivunia kuwa na rais wa Afrika, rais ambaye amekuwa akipambana kuonyesha kabisa kwamba Waafrika tunaweza tukapata nuru na tuna uwezo wa kutengeneza uchumi wetu wenyewe bila kutegemea misaada sehemu nyinginezo. Na nafikiri kulikuwa na baadhi ya tuhuma ambazo zilikuwa zikiendelea katika majarida ya Kenya wakijaribu pia kumchafua Rais Ibrahim Traore, na wakiweza kusema kabisa kwamba yani ikatokea Rais Ibrahim Traore anafika kwenye nchi ya Kenya, basi hakuna Mkenya atakayeweza kumpokea. Lakini huo ni uongo, yani sitaki kuamini kama Wakenya wote wanamchukia Rais Ibrahim Traore. Yani wanaompenda na wanaomchukia, basi ukweli huwa unajulikana. Lakini mpaka hapo ni kwamba Wakenya ambao kwa baadhi yao waliweza kuweka bayana ni kwamba hawataki Rais Ibrahim Traore aweze kutua kwenye nchi ya Kenya, na sidhani kama kuna sababu yoyote ya msingi, kwa sababu kumekuwa na ujinga wa kupitiliza ama elimu ambazo wamekuwa wakiwa nazo Wakenya wakijiamini kwamba wao katika zile nchi ambazo zimekuwa zimeelimika na wananchi wao wana elimu, basi Wakenya wamekuwa wakijiamini kupita kiasi na wakiamini kabisa kwamba wao, ukiachana kwamba ni nchi ambayo inaonekana kuchukuliwa ni nchi ya kawaida, lakini wananchi wao wamekuwa wakijikubali na wakijiamini kuanzia kwenye swala la vita, swala la elimu na swala lolote lingine ambalo limekuwa linalotaka kutokea, basi wao wako tayari. Hiyo ni taarifa ambayo tulionayo, lakini cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. Hii ni short and clear information.